Naam, karibuni katika kuanza kipindi chetu katika lesoni ya leo. Tumshukuru Bwana kwa sabato aliyotujalia na kwa nafasi ya kuwa mbele zake tukisikia neno lake. Naomba tusimame na wimbo namba 212, wimbo wenye mistari minne tu, then tutaweza kuomba kabla tuendelee. Mtazame Mwokozi. Imbe. Mtazame Mwokozi, usoni mwake mzuri. Mambo ya dunia ugeuka, uso wake tukiuona. Mtazame Mwokozi, usoni mwake mzuri. Mambo ya dunia ugeuka, uso wake tukiuona. Baba yetu mtakatifu uliye mbinguni, Muumbaji na mkombozi wetu, mfalme wa amani, jina lako litukuzwe katika siku ya leo, katika masaa haya na katika kikundi hiki kama ilivyo mbinguni. Tunakushukuru Bwana Baba wa mianga, kwa maana imekupendeza kwamba kama ilivyo katika makao yako matakatifu mbinguni, na sisi tukusanyike pia kwa ajili ya kufurahia sabato hii ambayo kimsingi ni kivuli cha sabato isiyo na maumivu, sabato ya milele iliyo mbele yetu. Tunakushukuru na tunaomba ahadi yako iweze kufikishwa na matumaini yetu yaweze kukamilika, na furaha yako ikamilike ndani yetu, na furaha yetu ikamilike ndani yako, hata utakapoonekana katika macho yetu ya kutokufa. Naomba Baba mwema, katika kipindi hiki utufunulie siri zako na mapenzi yako, kwa jina la Yesu Bwana wetu. Amen. Sawa. Kwa mara nyingine tena niwakaribishe katika kipindi hiki, na ninaona kuwa ni vema tuwe huru kwa kutoa hoja na maoni, na wote na wale ambao hawapo hapa wamepata nafasi hii. Kwenye kila simu huwa kuna daftari chini linaitwa comment section, wanaweza kuwa washiriki pia kwa njia hiyo. Tumekuwa katika series ya masomo ya kujifunza kuhusiana na hila za shetani, jinsi ambavyo wanatenda kazi na jinsi ambavyo anafaulu na jinsi ambavyo sisi tutaweza kufaulu mbele zake. Katika hayo yote tukaona last Sabbath kwamba somo hili ni as long as tunaendelea kuwepo duniani hapa ni vigumu kuisha, haliwezi kuisha, kwa maana tuliona maandiko kwamba shetani anakusudia katika mwisho kabisa, kabla hatujaweza kuapproach mwisho, anasema hivi, ameweza kujipanga kutokea zamani kuleta mbinu kwa ujanja wake wote zitakazo wakamata wanadamu, yumkini hata walio wateule katika mitego yake. Lakini sisi tukaona kuwa hatuna namna ambavyo tungeweza kuokoka isipokuwa kujua jinsi anavyotenda kazi, na ili tubadili mtazamo yale yaliyokuwa matakatifu kwetu kwenye akili zetu pengine ni maovu, na yaliyokuwa hayana ladha pengine yakapata ladha. Sasa leo nimetamani pia tuweze kuangalia
kitu kinachoitwa the end of our destiny ama ownership of our destiny. Mwenye anamiliki mwisho wetu ama hatima yetu, anayeweza kumiliki hatima yetu nani? Ndio atakuwa somo la leo. So ownership of our destiny, nani aliye na ridhaa ama aliye na uwezo wa kumiliki nini? Mwisho ama hatima yetu. Na kwa nini somo hili? Ni kwa sababu watu wengi sana, kila mmoja anatamani mwisho wake kama ungelionekana kwenye macho yake, halafu uwe cleared. Kama kuna shida yoyote iwe nini, iwe cleared, ifutwe. Ndio maana tunatamani kwenye maombi ya wengi huwa tunaomba Baba, katika kitabu chako kile ulichonacho kule mbinguni, tunaomba basi mbele ya jina letu paonekane kwamba tumesamehewa dhambi, tufutwe kwenye kitabu kile cha hukumu, tuwekwe kwenye kitabu cha nini? Cha uzima. Huwa ni maombi yetu mara kwa mara, kwa sababu tunahisi kuwa hatuwezi kuishughulikia wenyewe mwisho wetu ama hatima yetu, na kwa sababu hiyo tunamuomba Bwana ashughulikie nini? Hatima yetu kwa niaba yetu. Lakini tuna sehemu gani sisi katika hiyo hatima? Ama ikiwa Yesu atafuta kwenye kitabu chake dhambi zangu na dhambi za mwingine asizifute, inaonyesha kuwa ananipenda mimi kuliko mwingine, ama ninahitaji kufanya nini ndio mimi anifutie dhambi na mwingine asimfutie? Na kama ndio hiyo, daftari lake lile ambalo kuaga nayo lile lenye majina yetu, ama kile kitabu chake chenye majina yetu kila mmoja, akikipoteza, tunakuwa tumepitisha, eti tunakuwa tunaweza kuingia mbinguni, ama akitokea mtu akukiwithdraw kutoka mahali anakitunza, yani tofauti na hicho kitabu, hawezi kabisa kuelewa shida zilizomo ndani yangu, ama haelewi nani mtakatifu nani muovu, ama ina maana gani. In fact, sijataka tujifunze leo mambo ya vitabu hivyo mbinguni na nini, lakini hatima yetu inategemea nini kwetu, ama tuna nini cha kufanya juu ya hatima yetu. Ufalme wa mbinguni umekuwa ni jambo ambalo tunalitamani, lakini tunahitaji nini kujua kuhusu ufalme wa mbinguni? Kwa maana hatima yetu kila mmoja tunatamani tupate kuwa na nini? Kuwa sehemu ya ufalme wa mbinguni, si kweli? Wewe leo ukihakikishiwa kwamba mambo mengine unaweza kupata, lakini ufalme wa mbinguni ni jambo ambalo haliwezekani kulipata, utakuja hapa siku nyingine kusali? Ukiambia hivi, wewe omba mambo mengine, hili ukahakikishiwa na Mungu mwenyewe uweze kulipata, bado utaendelea kusali? Haya, yale mema unayoyafanya utaendelea kuyafanya? Kwa tunayafanya kwa sababu tunataka uzima wa milele, sawa na vinginevyo, lakini hatuna namna tunaweza kuendelea mbele kabla hatujajua kwanza definitely ufalme wa mbinguni ni kitu gani. Kwanza ufalme tunaelewa si ni utawala. Mwingine anasema utawala ni serikali, mamlaka na vinginevyo vyote tunavyoweza kutafsiri ufalme wa mbinguni. Whatever, lakini kwa ufupi ufalme wa mbinguni ni ufalme ama utawala ama serikali ambayo inamtawala, ina jiografia ya utawala na bado ina watawaliwa, si kweli? Hakuna serikali ambayo haina utawaliwa. Lakini ili iwe serikali kinahitajika kitu gani? Sitaki tukawie hapo, lakini tunaelewa kwamba labda tusome maandiko, kitabu cha PP kurasa wa 35 kwenye hiki cha kwangu. Tunaona kwamba aya ya kwanza kabisa pale, Mungu alimweka mwanadamu chini ya sheria kama sharti lisiloepukika la uhai wake hasa.
Alikuwa ni raia wa serikali ya Mungu, na haiwezekani kuwepo serikali isipokuwa na sheria. Hello, haya ni maandiko sasa, hayo nimesoma ya kwamba mwanadamu akiwa ndani ya nini, ya ufalme wa mbinguni, alikuwa amepewa kitu kinachoitwa sheria kama sharti la uwepo la uhai wake hasa. So long as anahitaji kuwa hai, ili mradi anaendelea kuwa hai hasa katika ufalme huo. Yaani ukiondoka ukamkuta tu yuko hai, ujue yuko kwenye sheria ya Mungu. Unaelewa sentesi? Ukitoka hapa ukamkuta ukaingia kwa Eden ukampata Adamu yuko hai, ujue bado yuko kwenye sheria ya Mungu. Ukimwona anakufa ama ukiona mauti yoyote, ujue hakuna sheria ya Mungu. Ni hivyo tu. So that is the simple way to understand the kingdom of God. Ndio tofauti yake na nini? Na ufalme mwingine. So kama hakuna namna ya kuwepo kwa ufalme tofauti na kuwepo kwa sheria, inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba hata serikali zetu za hapa duniani zina sheria, si ndio? Ukiondoa hiyo katiba ambayo inaitwa katiba, hiyo ndio sheria. Ukiondoa hiyo, hakuna serikali, hamna uongozi, hamna kingdom. Sasa somo letu linahusianaje na hayo? Linahusiana hivi, leo tunajifunza hayo yote, tunajifunza ila za shetani, tunajifunza na mambo mengine yote tukiwa nje ya ufalme wa Mungu. Ni kweli sio kweli? Na kama hatima yetu tunatamani kuwa kwenye ufalme wa Mungu, hatuwezi kuwa kwenye ufalme wa Mungu kama hatima yetu tukiwa hatujui saa tuko wapi na tunaingiaje kwenye ufalme wa Mungu na tunaingia lini. By the way, naomba niulize, kama kwenye ufalme wa mbinguni watu wanaingia, ni tarehe ngapi mtu ataingia kwenye ufalme wa mbinguni? Ni lini? Yani ni lini? Ati mzee, unaweza kutusaidia? Lini tutaingia kwenye ufalme? Achana na mbinguni. Ama kuingia mbinguni ndio kuingia kwenye ufalme wa Mungu? Kabla tuendelee, naomba jibu kwanza hapo, tuende pamoja. Mtu ambaye ameingia kwenye ufalme wa Mungu, ukisikia hivyo kwenye akili yako unaelewa ameingia mbinguni ama ni vitu vili tofauti? Basi kama hamna jibu, tunaweza kwenda mbele, huenda tutalikuta huko mbele. Sasa katika ufalme ambao tunazungumzia, ufalme wa Mungu, aliyekuwa na uwezo wa kuutambulisha, Mungu si yuko mbinguni, anaoweza kuutambulisha vizuri bila swali ambalo halina jibu, alikuwa ni yule ambaye ametoka wapi tu? Mbinguni. Sio maandiko anasema kwamba anayejua ya mbinguni ni nani isipokuwa ni yule aliyetoka huko, si ndio? Hakuna mtu, hata sisi mambo ya mbinguni hakuna, hatuwezi kuyajua mpaka aliyetoka huko, Roho Mtakatifu aweze kutufunulia, si kweli? Tofauti na kutufunulia yeye aliyetoka huko, hatuwezi kujua chochote kuhusu mbinguni, wala Mungu tusingeweza kumjua. That's the point. Sasa ni kitabu cha Luka, tuingie katika Biblia, kitabu cha Luka sura ya 13. Ownership of our destiny. Nani anaweza kumiliki hatima yetu? Na kama huyo anayeweza kumiliki hatima yetu anaweza kuamua sisi tuwe aje, tuwe kwenye uzima ama kwenye mauti, ama ni sisi wenyewe. Kitabu cha Marko, unasema Marko, Luka? Sema Luka. Sawa. Sura ya 13 tutasoma aya ya ngapi? Aya ya 18. Maandiko yanasema, kisha alisema, azungumziwa ni Yesu, ufalme wa Mungu umefanana na nini? Nami ni ufananishe na nini?
19, umefanana na punje ya haradali aliyoitoa mtu akaitupa katika shamba lake, ikamea ikawa mti, ndege wa angani wakakaa katika matawi yake. Akasema mara ya pili, ufananishe na nini ufalme wa Mungu? Umefanana na chachu aliyoitoa mwanamke akaisitiri ndani ya pishi 3 za unga, hata ukachacha wote pia. Kristo alikuwa akiongea maneno haya na watu wa kufa kama sisi, si kweli? Sasa mbinguni kuna ufalme na hapa duniani kuna falme nyingi tu. Kwa nini Yesu asinge compare ufalme na ufalme, anaanza kukompea ufalme na kitu kingine? Tena anasema kitu cha asili kinachoitwa mbegu ya haradali, mbegu ndogo kabisa kuliko mbegu nyingi duniani. Kwa nini wewe ukitaka ukiulizwa hapa, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ama serikali ya Jamhuri ya Kenya inafanana na nini? Utashangaa mtu sasa anaanza kukuambia, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inafanana na tofali lisilochomwa moto, tofali ambalo limefyatuliwa tu ni la tope, mvua ikija linaenda na maji. Tofali ni ufalme. Kwa nini? Serikali ya Jamhuri ya Kenya inafanana na nini? Ukiulizwa hivyo, mtu anayeuliza anategemea umwambie hivi, inafanana na serikali ya Jamhuri ya, inafanana na serikali ya, si ndio? Sasa mtu anasema inafanana na mkate ambao umeokwa ukawekewa na amira ambao ikipita chai unayeyuka. Sawa? Lakini Yesu akafananisha ufalme na kitu kimoja cha asili, mbegu ya nini? Ya haradali. Ndio ufalme wa nani? Wa Mungu. Sasa sababu pekee hata kwenye roho ya unabii, kwenye ufafanuzi wa hili fungu anasema kwamba alihangaika sana mwana wa Mungu kupata ni nini akifananisha na ufalme wa baba yake. Lakini serikali ni nyingi tu hapa duniani za kujichagulia tu. Hata achana serikali, nyumbani ni serikali nayo hiyo. Serikali haikuwepo kabla, yani kabla serikali hizi hazijakuwepo. Serikali moja kubwa ilikuwepo, nyingine ukiacha ya mbinguni ilikuwa ni ya nini? Ya familia. Familia ni serikali ama ni ufalme hapo umeanzishwa na Mungu mwenyewe pale Edeni. Sasa kwa nini basi hata hakulinganisha na familia ya mtu mmoja? Achana na serikali labda zina uovu zenyewe, lakini kwa nini hakufananisha na familia ya mtu mmoja? Imefanana na serikali ya bwana nani? Nikodemo. Ama imefanana na serikali ya nani? Yule mtakatifu akamwangalia hata Yusufu wa Arimathaya, Biblia inasema alikuwa mtu mwema. Basi mbona hakulinganisha ufalme na serikali wa Mungu, ufalme wa Mungu na serikali ya dunia hii ama ya familia? Kimsingi, kama tukichukua muda wetu mrefu kujifunza sheria na mwingine akachukua muda mrefu kujifunza definition ya serikali, tukimaliza sisi kujifunza sheria, atakuwa hajaelewa, sisi tumeelewa. Sijui hata na wewe kama umenielewa. Kwa nini? Kwa sababu hakuna uwezekano wa kuwepo serikali ama ufalme bila nini? Bila kuwepo na sheria. So kama sheria fulani sisi tukaisoma katiba ya nchi fulani tukaielewa, atakayeanza kupeleleza na kutumia njia nyingine kuielewa hiyo nchi atachelewa kuelewa kuliko sisi ambao tunajifunza kupitia nini? Katiba yake ya nchi. Si kweli? Kwa mfano, kama serikali ya Korea ya Kusini inaruhusu watu kuvuta bangi hadharani, ndio kikatiba. Ukiingia unaweza kubuni tabia za watu wa nchi hiyo na ukapatia. Si kweli? Kupitia nini? Kupitia sheria. Sasa na sisi tunaweza tukizingatia sana sheria ya katiba ya mbinguni, tunaweza kuelewa wakazi wa mbinguni wanafananaje kabla tumuone Yesu, kabla tuone malaika. Kweli sio kweli? Sawa. Kitu kikubwa sana ambacho ni msingi wa nini? Msingi wa serikali ya Mungu. Maandiko yanasema ni nini?
Kwa maana katiba hizi tulizo nazo za nchi tumeunda wenyewe. Wakati tumekaa bungeni tunatunga sheria, sheria hazikuwepo, zilikuwa kwenye akili zetu, si kweli? Hasa lakini kilichokuwa kinaniongoza mpaka nikasema point moja, halafu hiyo point ikawa supportive, baadaye ikakubaliwa kuwa bill, baadaye ikawa law, baadaye ikawekwa kwenye utekelezaji. Hicho kilichonisukuma kutoa hiyo sheria, kutoa hilo wazo, ndio baadaye likawa sheria kama mbunge. Kitu gani hicho? Ndio msingi wa nini wa hiyo serikali. Sasa kumbe serikali msingi wake ni nini? Ni sheria, na sheria na yenyewe ina msingi wake, kweli? Kuna sheria ambayo haina msingi. Sawa. Kitabu hiki Mwanzo sura ya kwanza kabisa, kitabu cha PP, inasema kwa nini dhambi iliruhusiwa. Inaanza kunukuu fungu la kitabu cha Yohana wa kwanza aya ya 4 fungu la 16. Anasema Mungu ni upendo, asili yake, sheria yake ni upendo. Unaelewa? Hakuna sheria ya Mungu tofauti na hiyo tunayoijua, hiyo amri 10. Anasema hivi, sheria yake ni nini? Ni upendo. Daima imekuwa hivyo, daima itaendelea kuwa hivyo. Yeye aliye juu, aliyetukuka, akae milele, ambaye miendo yake ilikuwa kama siku za kale, haibadiliki. Kwake yeye hakuna kubadilika wala kivuli cha kugeuka geuka. Kitabu cha Isaya 57 aya 15 na kitabu cha Habakuki sura ya 3 aya ya 6. Kitabu kingine kinachounga mkono hapo ni kitabu cha Yakobo sura ya kwanza aya ya 17, pamoja na kitabu cha Malaki ngapi? 3:6 kinachosema Mungu habadiliki. Sasa turudi kwenye sentensi yetu ya kwanza kabisa kusoma kwenye kitabu hiki cha PP. Ilisema kwamba Mungu alimweka mwanadamu chini ya sheria kama sharti lisiloepukika la uhai wake, la kuendelea kuwepo kwake, ili aendelee kuwepo katika ulimwengu akiwa hai. Sharti awe katika nini? Awe katika hiyo sheria. Zaidi ya hapo tukaambiwa hivi, alikuwa sehemu ya familia ya nini? Ya mbinguni. Alikuwa sehemu ya serikali ya mbinguni. Sasa kama yeye uwepo wake unategemea sheria, halafu yeye ni mmoja wa wanafamilia wa mbinguni, it means hata wao na wenyewe wanashika hiyo nini? Sheria. Kwa hiyo wote walio chini ya ufalme wa mbinguni ama walio ndani ya ufalme wa Mungu, wote, hakuna ambaye anavunja sheria, ambaye hayuko chini ya sheria ya Mungu. Kweli sio kweli? Sawa. Kwa hivyo anasema kila ishara ya nguvu na uumbaji ni udhihirisho wa upendo usio na mwisho. Ukuu wa Mungu huhusisha baraka kamili kwa viumbe vyote. Mtunga Zaburi anasema mkono wako ni mkono wenye uweza, mkono wako una nguvu, na mkono wako wa kuume umetukuka. Haki na hukumu ndio msingi wa kiti chako. Fadhili na kweli za hudhuria mbele za uso wako. Umenukuu Zaburi 89 aya ya 13 hadi ya 18. Hapo unaendelea kusoma chini. Naomba tuzingatie vitu hivi pia. Haki na hukumu ndio msingi wa kiti chako. Unaelewa? Sasa kama haki na hukumu ni msingi wa serikali ya mbinguni, je, msingi wa serikali za duniani ni kitu gani? Sharti kuwepo na haki pia, ambayo ni haki ya nini? Haki ambayo ni msingi wa serikali za wapi? Za hapa duniani. Lazima kuwepo pia na hukumu ambazo ni msingi wa sheria za wapi? Za duniani. Kwani ngoja nikuulize, wewe ukikamatwa umeiba, sasa umeiba kuku, ukikamatwa na polisi, baadaye ikawa kesi, baadaye mahakamani,
Unaweza kufungwa bila kusomewa kwa mujibu wa, taambiwa kwa mujibu wa hii sheria hapa namba ngapi, ibara ya ngapi, wewe kwa wizi wa kuku na vidhibitisho hivi na hivi na hivi, unahukumiwa jela miaka 3.5 na mboko 20 kuingia na mboko 20 kufanyaje? Kutoka. Akamwambia na mke wako, sirudie tabia, si kweli? Haya, kama ndio hiyo inaitwa nini? Hukumu, si ndio? Na mbinguni msingi wa kiti cha enzi, Zaburi anasema ni nini? Haki na hukumu. Sasa inapofanywa hivyo, anapofanywa hivyo mtu ambaye ameiba kwenye hii dunia yetu, kwenye serikali za dunia hapa, ni kwa sababu wanataka nini? Haki. Si haki, si ndio? Haki tendeke. Ukiuliza kwa nini law? Why law? Ili kutimiza nini? Haki. Tauliza na wengine watakwambia justice. Kwa sababu ya injustice ndio kuna law, si ndio? Sasa haki, mtu anafanywa haki inapatikana aje? Na jinsi ambavyo haki inatekelezwa ndio sheria ikapatikana. Hakuna kitu kingine, ni hiyo tu. Lakini tutaangalia mfano wa utimizwaji wa haki za hapa duniani na tutaingia pia kwenye ufalme wa mbinguni. Leo tutajifunza kwa ufupi, kwa summary kali kama utangulizi, lakini hatuna namna tutaelewa mambo haya isipokuwa kwanza tumeelewa vitu vya msingi. Namba 1, hakuna ufalme bila nini? Bila sheria. Namba 2, hakuna sheria bila nini? Bila msingi wake, ambao msingi wake ndio nini? Kwenye serikali ya mbinguni tumeshaona msingi wake nini? Ni haki na hukumu, ambao kimsingi ni upendo. Sasa upendo ndio bezi ya nini? Ya ufalme wa sheria ya mbinguni. Haya, tuendelee mbele. Katika dunia hii ukiona mahali panaitwa haki, ujue kuna sheria. Sasa utekelezaji sheria za hapa duniani, Yesu sio kwamba zilikuwa hazipo wakati akiwepo, ila alipokuwa akiangalia kila sheria ilikuwa kinyume, yani kinyume, sio hata zinakaribiana, kinyume na nini? Serikali za mbinguni. Kitabu cha Isaya sura ya 55. Isaya 55 aya ya 8, maandiko yanasema, maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zangu si njia zangu, njia zenu si njia zangu, asema Bwana. Kwa maana kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu zi juu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Mwisho wa kunukuu. Unaelewa sasa? Hii pekee ndio sababu Yesu hakuweza kulinganisha ufalme wa mbinguni na ufalme wowote duniani, aidha wa familia ama ufalme wa kijiografia kubwa ya utawala. Kwa nini anasema hivi? Ukiwaza neno, mwanadamu akiwaza kitu, Mungu akija kuwaza kitu hicho kinaonekana hata hakisogeleani. Ni kama vile mbingu na nchi zilivyo mbalimbali, hata hazisogeleani, ni mkabala, ni vice versa, haziwezi kukutana hata siku hii, ziko parallel. Hata mtu anasema mfano mwingine kwamba njia zetu ndio mawazo yetu. Njia zetu, mtu njia yake anayotembelea na njia ya Mungu vilikuwa nini? Vilikuwa mbalimbali. Hiyo ni matokeo ya nini? Ya dhambi. Sasa kwa maana mwanzo tumesoma kwamba kabla dhambi ingie, mwanadamu alikuwa sehemu ya serikali ya nani? Ya Mungu. Kwa hivyo kutofautiana huku Mungu anakokutaja hapa ya kwamba mawazo yetu na njia zetu ni tofauti kiasi hiki na njia zake, ni matokeo ya kwamba serikali yake hatumo sehemu ya ufalme wake.
Hatumo. Kama tungekuwa humo, hebu tusome kitabu cha Yohana sura ya 8 hapa. Walio kwenye ufalme wa mbinguni. Sura ya 8 aya ya 42. Ndiko anasema, Yesu akawaambia, kama Mungu angalikuwa baba yenu, mngalinipenda mimi, kwa maana nilitoka kwa Mungu, nami nimekuja, wala sikuja kwa nafsi yangu, bali yeye ndiye aliyenituma. Kwa hivyo ndiko anasemaje? Kama sisi baba yetu angekuwa ni Mungu, tungekuwa tunamjua na Yesu, si ndio? Sisi ambao tunaishi familia moja, si nikudai huko, nikudai sasa kwamba sisi ni wa familia moja. Lakini wewe ukiulizwa hivi, wewe ni Mtanzania lugha ya taifa ya Tanzania ni gani? Hujui. Tunakataa, wewe sio Mtanzania, si kweli? Sasa wajumbe wa familia ile uliotoka huwajui, sheria ya hiyo familia uliotoka huijui, hujui chochote kuhusu hiyo familia. Utatuambia aje kwamba wewe ni mmoja wa familia hiyo tukubali? Hakuna namna tutakubali. Kwa hivyo sasa ujue, ili hatima yetu iweze kufikiwa kama tunavyotaka, mwanadamu shariti ahame kutoka ufalme aliopo aingia kwenye ufalme ambao anautamani kuwa hatima yake. Kweli? Hebu niambie basi, mwanadamu anaweza kuhamaje kwenye ufalme aliopo akaenda kwenye ufalme ambao hajui wataishije kwenye ufalme huo? Tunaona tumepata sababu sasa ya kujifunza kwa nini ufalme wa mbinguni, kwa nini ni lini tutaingia, ama ufalme wa mbinguni ukoje. Tuingie mpaka ndani, tuangalie wakazi wa huo ufalme, ili tukisoma maandiko, ahadi za Yesu kwamba nasi tutakuwa pamoja naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao watatawala pamoja naye. Hizo ahadi hizo tuwe tunaelewa maana yake. Mtu anaamka tu asubuhi anajifuta tongotongo kwa macho, anaanza kusema hivi, nasi tutakuwa pamoja naye Mungu mwenyewe na watatawala pamoja nao na nini. Sio hivyo. Inafaa tuelewe ndani ya huo ufalme wataishije, then tukompare maisha yetu na ya huo ufalme na wakazi wa huo ufalme, tuone vikikutana, vikiendana, basi tunajua sisi tunaweza kuingia kwenye huo ufalme, ama tunaweza kuishi kwenye huo ufalme wa mbinguni. Sawa. Kitabu cha Wafalme wa Kwanza, First King, sura ya 3 aya ya 16. Tutaanzia aya ya 16. Wafalme wa Kwanza aya ya 3. Then came there two women, sawa, ambao ni makahaba, mbele ya mfalme, na wakasimama mbele yake. Na mwanamke mmoja akasema, bwana wangu, mimi na huyu mwanamke tunaishi katika familia moja, katika nyumba moja, na mimi ndani ya hiyo familia nilipata mtoto nikiwa pamoja naye. Na ikawa kwamba baada ya hiyo siku nilipopata mtoto, na huyu mwanamke naye akapata nini? Mtoto. Na tulikuwa tunaishi pamoja. Hapakuwa na mtu mwingine mgeni katikati yetu kwenye hiyo nyumba. Tuliishi sisi wawili peke yetu katika hiyo nyumba. Na mtoto wa huyu mwanamke alikufa usiku ndani ya nyumba kwa sababu alimlalia. Na alipoamka usiku wa manane, akachukua mwanangu kutoka upande wangu
nilipokuwa nimelala akamweka mwanangu upande wake alipokuwa amelala. Akamchukua mwanangu mzima akamweka kwenye ubavu wake na pembeni yake kwenye ubavu, akamchukua na mwanaye aliyemlalia akafa akaniwekea mimi kwa ubavu wangu. Huyo amemaliza maelezo, si ndio? Mbele ya mfalme. Na mwingine mwanamke akasema, hapana, lakini huyo ambaye yuko hai ni mwanangu na mwenye amekufa ni mtoto wake. Na yule mwingine alianza kutoa maelezo mwanzo akasema hapana, lakini aliyekufa ndio mwanaye na yule aliye hai ni mwanangu. Hivyo ndivyo alivyoongea mbele za mfalme. Sasa mfalme akasema, mmoja anasema huyu ni mwanangu ambaye anaishi, na huyu mwenye amekufa ni mwanaye. Na mwingine akasema hapana, lakini mwanaye ndio amekufa na mwanangu ndio anaishi. Na mfalme akasema, leta panga. Then ndipo wakaleta panga mbele ya mfalme. Mfalme akasema, sasa huyu mtoto ambaye anaishi mgawe vipande viwili, na mmoja mpe nusu na mwingine mpe nusu. Sawa. Basi yule mtoto aliyekuwa ndiye mama aliyekuwa ndiye mwenye mtoto aliye hai akasema, wacha akae naye huyu akamlee mwanangu. Ndio akasema, oh Mungu wangu, mpe mtoto anayeishi, usimuue. Mmoja akasema, asiwe wangu wala asiwe wako, mgawe tugawane wote tukose. Ndipo mfalme akasema, aliyesema kwamba mpe mtoto akaishi naye aliye hai, mfalme akasema mpatie huyo, ndiye mwanaye. So Waisraeli wote wakasikia hukumu ambayo mfalme wa Israeli ameitoa, nao wakamhofia, wakamuogopa mfalme. Ni kwa sababu hekima ya Mungu ilikuwa juu yake kufanya hukumu. Tunaweza kukomea hapo kwenye hicho kisa, kwa maana nafikiri kimeeleweka. Mfalme mwenyewe alikuwa anaitwa nani wakati huo Israeli? Alikuwa anatawala nani? Solomon. Sasa mfalme Suleiman hiyo ndio hukumu ametoa. Tunaweza kupitia kwenye huu mfano, kwenye hiki kisa hai, tupate kuona hukumu ya Mungu na hukumu ya mwanadamu, then ujue hukumu na haki ama hukumu pamoja na uonevu. Hivyo ndivyo misingi ya serikali mbili, serikali ya dunia na serikali ya wapi? Ya mbinguni. So ukiangalia sheria ya dunia hii na sheria ya mbinguni, tofauti yake, zote zinaitwa kingdom, lakini hii moja sheria zake haziwezi hata kukaribiana na sheria nyingine, hazina hata mfanano hata kidogo, kwa sababu misingi yake ni miwili tofauti ambayo haifanani, kama mbingu na nchi. So hakuna kitu ambacho mwanadamu chini ya jua asipoongea cha Mungu, hakuna neno ambalo ataliongea ndilo sahihi. Halipo. Sasa hawa ni wanawake wawili, wote
mmoja amepata mtoto baada ya siku 3 na mwingine akapata. Kwa hiyo ni watoto ambao hawako mbalimbali sana kiumri, ambao kiasi kwamba bado unaweza ukampoteza na ukaletea watoto wengi ukamshindwa kumrecognize wa kwako ama kurealize ni upi wa kwako. Kwa nini? Kwa sababu wanafanana wote na bado mtoto hajachukua sura yoyote, bado anabadilika haraka. Sasa huyu amekufa usiku, amemlalia, unajua ni makahaba hawa, na mwingine mtoto wake yuko hai. Huyu anayedai kuwa amebadilishiwa usiku wa manane. Unaelewa? Kwa hiyo kwa mfalme walienda kutafuta nini? Hukumu, si ndio? Twende tukaamuliwe kama wewe ni kweli mwenye haki. Kwa hiyo kinachotafuta hapo ni nini? Haki. Wote wanatafuta haki. Huyu wa kahaba wa kwanza na wa pili wote wanatafuta nini? Haki. Sikiliza maneno ya yule wa kwanza, anasema hivi: Bwana, huyu alivyomlalia mwanae, alichofanya, alisimama, aliinuka usiku wa manane, akanibadilishia, akaniwekea marehemu, akachukua mwanangu aliye hai. Sasa hali sijui aliambiwa na nani, kwa maana kama unaona hilo tukio, kwa nini usiseme wewe unapeleka wapi mwanangu, si ndio? Haya, mfalme alivyohukumu, maandiko yanasema aliongozwa na nani hiyo hukumu kulitoa? Wisdom of God. Hekima ya nani? Ya Mungu. Sasa hapo kuna hukumu ya Mungu na hukumu ya nani? Ya wanadamu. Hukumu ya wanadamu ni ile ambayo mtu unasikia anasema hivi, sawa, gawa katikati kipande, halafu wacha tukose wote. Wewe ukaniambia hivi, mimi mwanangu umenichukulia, leo unaniambia ati wakwako ndio anaendelea kuishi wakati wakwako ndio amekufa. Hiyo aliyekuwa anasema mwanae agawe, huyu mtoto agawanywe vipande viwili, alikuwa anadai haki, sio haki? Alikuwa anadai haki. Hiyo ndio haki ya ulimwengu huu, na mfalme alisema waziwazi, akiamini kabisa, akireflect haki ya dunia hii kabla hajatoa haki ya mbinguni. Kimsingi, upendo pekee ndio msingi wa sheria ya serikali ya wapi? Ya mbinguni. Upendo peke yake. Sasa hebu imagine kama huyu mwanamke angekuwa na upendo, huyu aliyesema agawanywe vipande, angesema hilo sentence? Bana. Ila aliyesema kwamba wacha mtoto aishi, kwamba ni wake ama sio wake, acha aishi, aliongozwa na nini? Na upendo. Sasa upendo ndio sababu, yani matokeo yote yaliyopo duniani, kazi zote ama mawazo ama ni matendo ama ni nini ama ni maneno, yote huwa ni matokeo ya vitu viwili tu, aidha upendo ama chuki, ambapo sasa chuki ina nini? Ina ubinafsi pamoja na fearness, hofu. Sasa baada ya hiyo hukumu ambayo alitoa mfalme, huyu mwanamke aliyekuwa anadai haki alitoka mbele za mfalme akiwa anaona ametendewa haki ama ameonewa. Aliyekuwa anadai mtoto agawanywe katikati, kwanza alikosa mtoto, si ndio? Mtoto hakumpata. Pili, aliondoka hapo akiwa na nini? Akiwa ndani ya moyo wake kuna kinyongo kwamba hajafanyiwa haki, lakini haki ilikuwa imetendeka, hajatendeka. Nikuulize, ukienda mahakamani wewe na mwenzio amekufanyia fujo, ukampeleka wapi? Mahakama za serikalini hapa, za duniani hapa. Then akaenda hakimu, akaonekana kweli wewe umeonewa na vigezo vya kisheria, ni kwamba huyo aliyekuonea ahukumiwe, si ndio? Halafu hakimu akahukumu kwamba mimi kwa mujibu wa evidence zilizokusanywa, huyu ni kweli ni mhalifu, lakini ninahukumu kumsamehe. Hakimu akasema hivyo, wewe unaondoka hapo, wewe uliyohukumu kosa, unaondoka hapo ukiwa unajua haki imetendwa ama haijatendwa? Haijatendwa. Na ndivyo dunia yote tulivyo.
Kwa hiyo rehema ambayo hakimu atakuwa ameionyesha iko kinyume na haki. Kwa hiyo duniani hapa, mahali penye rehema, haki haipo duniani hapa. Lakini mbinguni maandiko yanasemaje? Kuna haki, na penyewe haki na rehema havipatani. Kwa maana sisi, ukiona mtu nimemsamehe, yaani mtu amesamehewa, haki haijatendwa. Haki ikitendwa, rehema hakuna, si ndio? Si kwa mujibu wa sheria, si amebaka, amefanya kosa, ili haki itimizwe, miaka 30 jela ama whatever. Hiyo ndio haki, si ndio? Ametendewa haki. Lakini kuna rehema hapo, kuna msamaha. Sasa hivyo vitu hapa duniani, kwenye serikali ya hapa duniani, havijawahi kukutana wala havijuani, rehema na nini na haki, havijuani. Sawa. Maandiko yanatambulisha nini kuhusu serikali ya Mungu juu ya haki na rehema? Kuna mahali popote kwenye Biblia ambapo haki na rehema vimeonekana kuwa kwenye serikali moja? Kwa maana hapa duniani, kwenye serikali hiyo moja ya hapa duniani yoyote ile, hivyo vitu haviko pamoja. Ukikuta kwenye katiba kuna haki, ujua kwenye hiyo katiba hamna rehema hapa duniani. Kwa mujibu wa haki ya hii dunia, ukikuta mahali kuna rehema, haki haijafanywa, haipo. Sasa tuone maandiko yanasemaje. Kitabu cha Kutoka 34 aya ya 5 na kuendelea. Maandiko yanasemaje? Bwana akashuka ndani ya lile wingu, akasimama pamoja naye huko, akalitangaza jina la Bwana. Aya ya 6. Bwana, Bwana, Bwana Mungu mwingi wa huruma, mwenye fadhili, si mwepesi wa hasira, mwingi wa rehema na kweli, mwenye kuonea huruma watu elfu, mwenye kusamehe uovu na makosa na dhambi, wala si mwenye kumhesabia mtu mwovu kuwa hana hatia kamwe, mwenye kuwapatiliza watoto uovu wa baba zao na wana wa wana wao pia, hata kizazi cha 3 na cha 4. Mwisho wa kunukuu fungu la 7. Swali, haki na rehema kwenye hizi sifa zimeonekana ama hazijaonekana? Nani ameziona haki na rehema? Nani ameona zote ziko pamoja hapa? Umeziona zipo. Sawa. Kwa hiyo huruma ndio rehema, si ndio? Sasa wakati huo Mungu akiwa mwenye rehema kuliko yeyote, bado hawezi kuacha haki. Wakati huo Yesu akiwa mwenye huruma kuliko mwanadamu yeyote duniani, wakati huo hajawahi kuacha haki. Kitabu cha Waebrania sura ya 1. Waebrania sura ya 1 aya ya 8. Nasema, lakini kwa habari za mwana anasema, kiti chako cha enzi Mungu ni cha milele na milele, na fimbo ya ufalme wako ni fimbo ya adili. Aya ya 9. Umependa haki na umechukia maasi. Kwa hivyo Mungu wako
Amekutia mafuta ya shangwe kupita wenzio. Mwisho wa kunukuu. Anayetangaza hili tangazo ni nani huyo? Hili ni nani? Ni Mungu. Mungu mkuu, si ndio? Haya, anasema hivi, pamoja na huruma zake, anasema hivi, anapomleta mwanaye Yesu Kristo kwa habari yake, anasema hivi, kiti chako cha enzi ni cha milele na milele. Hiyo si ni serikali tayari, hiyo sasa ni ufalme. Ufalme wake ni wa milele na milele. Na fimbo yako ya adili na ufalme wako ni ufalme wa milele na milele, na fimbo ya ufalme wako ni fimbo ya adili. Umependa haki, umechukia maasi, si ndio? Haya, wakati kitabu cha Yohana sura ya 8. Je, Mungu alikuwa anampamba mwanaye tu kwa maneno hayo mazuri na kumwekea hiyo sifa? Alimuwekelea ama ndivyo alivyo? Yohana sura ya 8. Tusome aya ngapi? Haya, tutaanzia aya ya kwanza tu. Walikwenda kila mtu nyumbani kwake, naye Yesu akaenda mpaka mlima wa Mizeituni. Aya ya pili. Hata asubuhi kulipokucha, akaingia tena hekaluni, na watu wote wakamwendea, naye akaketi akawa akiwafundisha. Aya ya tatu. Waandishi na Mafarisayo wakamletea mwanamke aliyefumaniwa katika uzinzi, wakamweka katikati, wakamwambia, Mwalimu, mwanamke huyu amefumaniwa alipokuwa akizini. Basi katika Torati Musa alituamuru kuwapiga kwa mawe wanawake namna hii, nawe wasemaje? Swali, hiyo amri kwenye Torati inayodaiwa ilikuwa ni haki, sio haki? Ni haki. Ili haki ionekane imetendwa, ilikuwa sharti wanawake namna hii wapigwe nini? Mawe. Nao wakasema neno hilo wakimjaribu ili wapate sababu ya kumshtaki. Lakini Yesu akainama akaandika kwa kidole chake katika nchi. Nao walipozidi kumhoji, alijiinua akawaambia, yeye asiye na dhambi miongoni mwenu na awe wa kwanza wa kumtupia jiwe. Akainama tena akaandika kwa kidole chake katika nchi. Nao waliposikia wakamshtaki wakatoka mmoja mmoja, wakianzia tangu wazee hata wa mwisho wao. Akabaki Yesu peke yake na yule mwanamke amesimama katikati. Yesu akajiinua asimuone mtu ila yule mwanamke, akamwambia, Mwanamke, wako wapi wale washtaki wako? Je, hakuna aliyekuhukumu kuwa na hatia? Akamwambia, hakuna Bwana. Yesu akamwambia, wala mimi sikuhukumu, enenda zako usitende dhambi tena. Swali la kwanza ambalo nisisahau kuuliza, huyu ni kweli hakuwa na hatia? Huyu mwanamke alikuwa nayo. Kwa nini hawakumhukumu kuwa hana hatia? Kwa nini hawakumhukumu kuwa na hatia kabla hawajaondoka, kabla wasambaye? Kwa nini hawakumhukumu kuwa ana hatia na alikuwa nayo? Kwa kitendo cha kutokumhukumu kuwa na hatia ni haki. Tuanzie mwanzo kwanza wa kisa. Wanapomleta mwanamke amezini, amefumaniwa, si ndio? Haya, wanapomleta kwa Yesu wanakuja kutafuta nini? Haki, si ndio? Haki itendwe. Haiwezekani iweze ukatufanyia hivyo, si ndio? Haya, haki waliokuwa wanakuja kutaka itendwe ilikuwa na rehema, kwa maana haki ilikuwa ni apigwe nini mpaka afe. Rehema ilikuwa ni asamehewe, si ndio? Yaani aachwe huru, sio kwa sababu hajakosa, lakini kwa sababu amekosa, lakini amesamehewa. Swali, kama Yesu angeitenda hiyo hukumu walioitaka wenyewe ambayo ni haki,
Wangeridhika wasingeridhika? Wangeridhika kuwa haki ila rehema ni msamiati mpya, si ndio? Haijulikani hiyo ni vocabulary gani kwenye hii dunia, haijulikani hiyo kinachoitwa rehema, hakijulikani. Hata wewe unayedhani alikuwa amekusamehe, siku nyingine wewe ukosea, atakwambia siku ile pia ulifanya hivi hivi nikakuacha tu, na leo tena umefanya hivi hivi na nini. Utapata anaanza kukurudishia yale mengine ambayo alikuwa umefanyaje, umetenda zamani. Sasa Yesu alichofanya ni nini? Kwa maana pia ile hukumu yao ilipowashinda, ilifaa pia Yesu mwenyewe aonyeshe sasa ya kwake ni gani, si ndio? Yesu akasemaje? Fungu la 11 akamwambia, hakuna Bwana. Yesu akamwambia, wala mimi sikuhukumu, enenda zako wala usitende dhambi tena. Halo, Yesu alifanya haki, hakufanya? Tuache sisi jina lake, tuache upendeleo tutafute kwamba yeye kwenye hiyo alifanya haki. Eti kumbe haki inategemea pia ni ufalme gani, eti kama ni mbinguni ama duniani. Kwa maana haki, tulisoma kitabu cha Yakobo 1:20 inasemaje? Kwamba kwa maana haki ya mwanadamu hasira ya mwanadamu haitendi haki ya nani? Haki ya Mungu. Kwa hiyo mwanadamu akifanya hasira, anachodai ni nini? Ni haki. Ukiona watu wanaandamana wana hasira na nini, ukiwauliza nini? Haki yetu, haki yetu. Si ndio mlikuwa mnafanya hivyo wakati wa ushoga, si ndio? Kenya tuliona kwenye TV wanaandamana, haki yetu, haki yetu. Walivyouliza, wewe ngoja kwanza, haki gani hiyo unasema wewe? Bwana, mwili wangu ni mali yangu, wasiniingilie, waniache na nini na nini. Hivyo wewe kama una wako, ukiona ushoga ni mbaya uache. Mimi naona ndio mzuri, so usiniingilie, ni haki yetu. Na kwa mujibu wa nini ile shirika la haki za binadamu, ile Declaration of Human Rights, sisi tuna haki. Kwa nini mbona tunaonewa na nini na nini? Tulikuwa nadai haki. Kwa nadai haki yetu, haki yetu. Kwa hiyo mtu akipata hasira hapa duniani, ukimuuliza umekuaje? Bwana, nimevunjiwa haki, sijatendewa nini? Haki. Ndio mwanzo wa hasira ya wanadamu, hajatendewa haki. Lakini hebu tuangalie haki ya Mungu ilitimizwa. Tuanze kwanza na ufalme mmoja wa hapa duniani. Yesu alifanya haki kwenye hiyo hukumu? Hakufanya. Labda wengine waliondoka wanasema, si Anglikana ni sheria lake pale, anatuletea pale kwa mkono wa Musa, alitaka sisi tufanyeje? Karibu. Hakuwepo. Lakini mimi na wewe tukienda kuiba, ukikamatwa wewe halafu mimi sijakamatwa, si ndio? Labda nimekuwa na mbio nyingi kuliko ama nimejificha, nimekuwa mtaalamu mjanja. Wema wao, yaani kutokuwepo kwangu ama kukimbia kwangu unasahihisha uovu wako? Kusahihishi. Wakati ambapo kwa mfano sema mimi nimefanya kosa ambalo wewe umelifanya, mimi niko hapa kama mshahidi kama umefanya sawa, wewe ndio uko pale kwenye mashtaka, awali wewe sema kama hata wewe sio umefanya, hiyo ni kesi ya baadaye. Hata kama anayegonga nyundo huyo hakimu ndio anakuhoji. Unajua hakimu ni cheo tu hapa duniani, si ndio? Hata kama huyo hakimu umekamatwa wewe na umetoa rushwa ama umepokea rushwa, yeye hakukamatwa, ila wewe ndio ulimpea rushwa hakimu, sawa? Wewe ukakamatwa na vidhibitisho, hakimu yeye akakukamatwa. Halafu ukienda kuhukumiwa, yeye ndio ukamkuta yuko pale amekaa na nyundo yake pale hivi, ndio anakusomea mashtaka, umekamatwa, umetoa rushwa na nini na nini, vigezo ndio hivi hapa, mpokea rushwa, bado uchunguzi unaendelea, hajapatikana,
lakini wewe vigezo vipo. Kwa hiyo kwa mujibu wa sheria namba ngapi anakuhukumu, utasema hivi, hakimu na wewe tulikuwa pamoja. Sema hiyo sentence ita make sense. Hapa ndio hapo duniani sasa. Hapa ndio haki ya wapi? Hapa duniani. By the way, ukiangalia sawa, turudi sasa kwa Yesu. Kwa mujibu wa hapa duniani, haki ya hapa duniani aliitenda rehema. Alitenda rehema. Sawa. Kwa hiyo rehema ni mbinguni na duniani pote aliitenda, si ndio? Ila mahali rehema inapoonekana ni kama mafuta na maji. Haki haionekani kwa hapa duniani. Lakini turudi kwa upande wa wapi? Kule mbinguni. Alitenda haki ya kutenda. Itenda haki gani? Gani hapo alitenda sasa? Hapo ndio itakayo, kwa maana rehema imeonekana na imeonekana kuwa imefarakana na haki kwa serikali za duniani. Ili serikali za duniani ziwe tofauti na ya mbinguni, lazima rehema na haki viwe pamoja. Haki gani ilionekana hapo sasa kwenye hukumu? Kuokoa. Kwa hiyo umefanya dhambi, mimi kwa sababu nimekuja kukuokoa, nimewashinda hoja wanaotaka kukuua, mimi nakuokoa tu na dhambi zako hivyo hivyo. Sababu nakupenda. Ni upendeleo huo sasa. Na Mungu hana upendeleo. Ndewe ukimpata mtu anafanya uovu, haki si ni amri. Ukitaka kuitimiza haki, unafaa ufanyeje? Umuonye, si Mungu amesema? Umuonye ili dhambi aijue dhambi yake na ili dhambi yake isikuhusu wewe. Yesu alimuonya yule mwanamke, si ndio? Nenda zako usitende nini tena? Dhambi. Kitendo hicho kilimpatia rehema na nafasi tena ya kufanya matengenezo, kwa maana kilichokuwa msingi wa sheria yake ni upendo. Ni upendo. Sasa upendo haumtendei jirani neno nini? Baya. Nini Warumi? Wakorintho wa kwanza 13 Yeah. Upendo haumtendei jirani neno baya. Sasa swali, Yesu aliwatendea wale neno baya wale walioondoka, wale waliokuwa wamemleta yule mwanamke? Hakuwatendea neno baya. Kwa hivyo ni majirani, si ndio? Pamoja na wewe na hizo hasira zao na uadui ule uliokuja nao, kwa Yesu ni nini? Ni majirani. Kwa maana upendo hauna limit, haujawahi kufika mahali, upendo wa kweli sasa wa kwenye serikali ya Mungu, haujawahi kufika mahali ukavaa sura nyingine kwa sababu ya circumstances ambazo umekutana nazo, si ndio? Kwa mfano, hali ambayo upendo ukinikuta nayo wa kibinadamu, upendo mchafu, ukinikuta mimi kama hivi nilivyo, si ndio? Halafu mtu mwingine nikapendana naye nikamuoa, alafu akaja akapata kikwazo kwenye ndoa yetu, akapata kumbe mimi ni muongo na alikuwa hajui wakati ananipenda. Halafu akanichukia kwa sababu ya uongo wangu nilionao. Huo upendo ni mchafu, sio wa mbinguni. Kweli sio kweli? Lakini Yesu, maandiko yanasemaje? Yohana sura ya 3 aya ya 16. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Swali, wakati Mungu anaupenda ulimwengu ulikuwa unampenda? Ulikuwa unamchukia. Sasa wewe kumpenda anayekuchukia unaweza? Mimi ninaweza hiyo? Yaani nina uhakika ananichukia. Sio kwamba ninageza, nina uhakika. Haya. Swali jingine, wakati Mungu anaupenda ulimwengu hadi akamtoa mwanawe wa pekee, ulimwengu ulikuwa mtakatifu? Swali, upendo wake ulianzia pale mwanadamu alipoanguka akamhurumia, sababu anaona hii ajali aliyoipata huyu, upendo, huruma ikamjaa, na upendo ndio vilianzia hapo, huruma na upendo wa Mungu, ama umeanza lini? Ni wa milele na milele, si ndio?
ndio tabia yake milele na milele, upendo na nini na rehema. Sasa tunaangalia, tunajaribu kuweka introduction ndio tuje tuingie ndani ya ufalme wa Mungu, hatimaye kila mmoja kati yetu afikie hatua yeye mwenyewe ya kuhukumu ndani ya mawazo yake ya kwamba mimi niko nje ya ufalme wa Mungu, ama mimi niko ndani, ama nitakuwa ndani ya ufalme wa Mungu. Kitendo hicho ni ukweli unaomweka mtu nini? Huru. Hebu imagine ukikuwa na uhakika, siku ukiwa na uhakika kwamba Yesu anakuja, uhakika kwamba wewe uko ndani ya ufalme wa Mungu, halafu una uhakika ukihubiriwa Yesu anakuja, itakuchoma? Unafurahi? Unajua leo watu ikipiga radi unajua radi hii ngurumo eneo nani, tunajua ile inaweza kuua mtu. Unajua leo watu ikipiga radi mfululizo hata sekunde 5, unaelewa, ikapita hivi mwanga ambao hamuonani, mko hapa hamuonani, tunaanza kutubu. Ama huwa tunafanyaje kweli ile hofu ile pale inaelezeka? So maandiko yanasema muovu, ni Zaburi eti muovu huwa anaogopa, ni muoga. Hata akiona simba, mtu muovu, sawa, simba ni analalua, yeye hajali muovu na mwema, ila tunatofautiana kwenye reaction, si ndio? Muovu anaogopa kufa kuliko kitu kingine, hofu. Kwa nini? Kwa sababu akifa, maandiko yanasema matendo yako yanaenda pamoja, yanakufuata, yanaenda pamoja na wewe. Sasa kitabu cha Mathayo sura ya 7 aya 12. Matthew chapter 7 verse 12. Semaje? Therefore all things whatsoever kwa hiyo vitu vyote ama jambo lolote mnayotaka kutendewa, do ye even so to them, wafanyeni na ninyi vile vile kama mnavyotaka kufanyeje? Sawa kabisa, vizuri. Kwa hiyo kwa sababu hiyo ndio nini? Sheria ndio nini? Torati na manabii, si ndio nasema hivyo? Hai. Kwa hiyo kwenye ufalme wa mbinguni Torati na manabii vinaning'inia kwenye nini? Viko kwenye nini? Kwenye kuwafanyia kile tunachotaka kufanyiwa. Swali, kama hiyo ingekuwa ndani ya mioyo ya wale wanaume na wanawake walikuwepo walioandamana kumleta ile mwanamke kwa Yesu ndio wapigwe mawe, kama hiyo ingekuwa kwenye mioyo ya hao wanadamu kwamba ninavyotaka kufanyiwa ndivyo ninavyofanya, wangemleta yule mwanamke kwa Yesu? Wasingemleta. Haya, kama mimi sasa swali ni mimi hapa nilipo, yale ambayo ninayafanya kama nikifanyiwa huwa ninajisikia aje? Unajisikiaje? Hayo maneno ambayo mimi naongea kuhusu wengine, kama mimi nikiyasikia ndio wananisemea kivumbi eti tunakabana koo. Sasa tuko kwenye ufalme wa nani? Na hiyo hali itabadilika dini, kwa maana kitendo hicho hakipatani na ufalme wa mbinguni. Na hiyo ni mfano tu mmoja wa mambo mengi katika maisha yetu. Karibia kila jambo sisi tunafanya kwa kuongozwa na nini? Msingi wa sheria za hapa duniani, si ndio? Katiba za nchi. Rais akiwa anapita barabarani, rais wa nchi, halafu wewe uko na gari lako, uko na kaklauni kako, unapita barabarani kwenye msafara wa rais, eti upishane na magari ya msafara wa rais, wao wanaruhusiwa?
Hauruhusi kwa nini? Wewe mwenyewe ukipita unagongwa eti? Yaani kama anapita alafu uende cross. Unapitiwa. Swali. Ukimpata rais au yeye anayekugonga, wewe ukimgonga, nyundo inakuhusu mahakamani na hukumiwa kifo. Hivi unaelewa? Anayetuma mtu mwingine akateke auwe, huyo ndio anayesaini mikataba, ndiye anayesaini barua ama uthibitisho wa kwamba watu kadhaa wanatakiwa kunyongwa wakauawe, ila yeye pia anafanyaje? Anaua. Hiyo ndio sheria na kwenye hayo yote yeye anaona ni haki, anahesabu ni nini? Ni haki. Na kwa mujibu wa sheria za hapa duniani yote ni nini? Ni haki. We polisi ukimkamata mtu, by the way, kabla nisahau, kulikuwa wiki hii kulikuwa na picha fulani ya mtu mgonjwa anaumwa. Ukimwangalia amekonda, alafu amegongwa vidonda na majeraha kila mahali. Unaelewa? Amefungwa hivi, yani anaonekana amevunjwa sehemu ya mwili, sehemu amevunjwa. Haya. Maelezo yake yakawekwa pale kwamba huyu mtu ni mwizi. Alikamatwa akiiba, akapigwa na wananchi. Bahati nzuri tu polisi wakawahi, ndio hawakumuua, wakamchukua. Sasa alivyokuwa polisi akazidiwa, akapelekwa hospitali. Sawa? Ameiba mara kadhaa, sasa ndio amekamatwa. Akipigwa anaiba tena. Sasa amekamatwa, akapigwa, akaumizwa, akapelekwa polisi, baadaye ikabidi akatibiwa kwanza. Alipokuwa akitibiwa akaiba simu ya mhudumu. Simu ya daktari akaiba. Mgonjwa hajapona na majeraha yake anayo hivi na amefungwa hivi mkono. Anatibiwa, arudi polisi, kesi iendelee, akaiba. Huyo unamfanyaje? Unampiga tena? Unampiga wapi sasa ambapo hujapiga? Eti tujaribu sasa sisi tuseme kama sisi ndio wahusika, ndio tumeibiwa simu, tulikuwa tunamtaka kumchoma sindano, tumtibu, tunamsaidia, akaiba. Akamatwa tena na simu ya kwangu mimi daktari. Tunamfanyaje? Mishi Gravity. Tunampigia kelele, mwizi, apigwe tena. Sasa apigwe wapi? Na akipigwa anaacha hiyo tabia. Ameshapigwa tayari. Kama angekuwa kupigwa ndio anaacha, angeshaacha, si kweli? Ahukumiwe nini? Kifo. Sawa. Akihukumiwa kifo, siku akifufuka anakuwa ameacha hiyo tabia. Kwa maana lazima tutafufuka tu. Uwe muovu uwe mwema, utafufuka tu. Na kama unafanya mambo nafikiri hivi hapa duniani tunapita tutakufa. No! Utakufa ndio, lakini utafufuliwa. Kazi inaanza upya. Huyo akifufuliwa atakuwa anafufuliwa mtakatifu, mwizi. Sasa hii kuiondoa hiyo tabia, tunafanyaje? Tunachoma moto, tuna majivu yake tunaenda kutupa baharini eti. Na mifupa yake tunaenda kumwaga kabisa huko. Patikane historia yake mahali popote. Sasa hiyo ndio haki ya binadamu. Na yote katiba kazi yake ni kuondoa makosa ama kusahihisha ama kuleta haki na kuidumisha. Ili haki ifanyike kwa huyo mtu ya kimbingu. Sasa tunafanyaje? Hii ya kidunia tumeona haisaidii. Kwa maana tukifanya haki ni kumuua mwishowe. Ukimuua bado akifufuka ni kama Biblia inasema kifo ni usingizi. Ukilala ukiamka unakuwa umebadilika tabia. Ni yule. Sasa kwa hiyo ndio tukifufuka tutakuwa na hivyo tabia hizo. Haya. Kama ndio hivyo, huyu kwa mujibu wa haki ya kimbingu afanywe nini? Umvumilie, mtibu.
Unamnyang'anya tu simu, unaendelea kumdrip, unamwekea drip na mkimaliza, unajua tunashughulika na tabia, sio simu ile wala sio ugonjwa wake. Ile tabia ile alionayo sisi tunaishughulikia aje? Mmekaa chini mnaongea. Ujue mtu akifikia wizi huo, ameshakalishwaga na wazee wake. Mwanangu. Muone si mwenzio amepigwa tairi siku ile, amechoma moto na tairi. Mwenzio ameiba na nini. Ujue hapa, baba mimi siibagi, mwanzo kwanza baba mimi siibagi na nini. Paka walipoanza kukamata na nini. Huyo kesi yake ni ya mazungumzo. Taka naye mwambia, bwana acha kuiba ndugu yangu, acha. Kama fimbo zimeshindwa kusema hiyo maneno. Mkata mikono. Sasa ujue kumkata mkono mtu ni neno baya zuri. Hiyo inaongoza ni kwenye serikali ya nani sasa? Kwa maana maandiko yanasema upendo kwanza hauhesabu mabaya, unaelewa? Halafu haumtendei jirani neno baya. Na kumkata mtu mwenzio mikono ni vibaya. Sasa kiupendo, kwa upendo hapa tunamsaidiaje? Sasa ndio hiyo unaohangaika wewe kujibu. Hiyo ndio yuko kwenye moyo wa Mungu, anaumia. Mtu anavyofanya dhambi kama hizo, ili amrudishe kwa upendo, anamfanyaje sasa? Kwa maana njia rahisi ilikuwa ni kuonyesha wema, ukiuona uache ubaya. Ndio hiyo. Ndio Yesu alikuja duniani kwa ajili ya hiyo. Auonyeshe wema, aufunue kama nuru, ili giza ambao ni uovu wetu ufanyeje? Sasa Yohana kitabu cha Yohana sura ya 3, Yohana Injili 19. Anasema hivi, na hii ndio hukumu ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni, na watu wakapenda giza kuliko nuru, kwa maana matendo yao yalikuwa maovu. Hello? Yaani hukumu utakayoisikia inaitwa hukumu kwenye ufalme wa mbinguni ni ukishaiona nuru ambayo ni matendo mema ya haki, si ndio? Halafu na ubaya unaujua, ndio unaishi kwenye damu. Halafu ukaipenda, ukaiangalia nuru, ukaiona, ukaichukia, ukaupenda ubaya ulio ndani kwenye damu, ukaupenda. Sio ukaanguka kwa maana uutaki, lakini umo kwenye damu, ukaupenda. Hakuna kitu utasaidiwa. Saidiwaje sasa? Kwa maana nuru ni kuacha wizi. Huyu sasa, huyu yeye anaijua nuru ya kuacha, ama huyo mtu alikuwa ajui kama kuiba ni vibaya? Haya, kama alikuwa ajui, mbona alikuwa anakimbia akiiba? Ukimbia nini sasa? Wewe si unajua ni vizuri, ujui kama ni vibaya ama vizuri, si ndio? Mtu ambaye anafanya jambo hajui ni vibaya ama zuri, hana hatia. Kwa nini? Kwa maana utakuja wewe mkuta, anasema, "Wewe unafanyaje hivyo?" Atakuelezea, si nafanya hivi, nafanya hivi. Yaani hamna hatia, anakuambia, anaweza kukimbia. Unamkimbisha nini? Anajua ni vibaya, akikamatwa ukifo. Sasa kitendo cha kujua nuru na giza, ukachagua ukapenda giza, yaani haupambani kuacha kwa namna yoyote, wewe unapenda, halafu nuru umeichukia, hiyo ndio hukumu. Hakuna kitu kingine Yesu atafanya. Sasa mtu anajihukumu nani? Anajihukumu ama anahukumiwa? Kama ndio hiyo hukumu, anayeitekeleza ni nani? Mtuhumiwa mwenyewe. Haya, kwa hiyo kama hukumu ndio destiny, si ndio? Ndio hatima ya kila mmoja wetu katika maisha haya duniani. Anayeimiliki ni nani sasa? Eti mimi hukumu hii, mwisho wangu, hatima yangu, mmiliki wake ni nani? Mimi mwenyewe. Kwa maana yule ndugu anaweza kuamua tu, sio huyo, nazungumzia mwizi yeyote duniani, anaweza tu kuamua, bwana, mimi kuiba sitaki. Hata kama shetani atamjaribu kumrudisha na vishawishi na nini,
As long as amekusudia kuacha, Mungu atamuepusha mpaka atakapokuwa toba yake imekamilika, apate uwezo wa kushinda nini? Dhambi hiyo. Yule ambaye ujue sisi tuko hapa hai, Mungu atusaidia, kwa maana anaona uwezekano wetu wa kushinda dhambi. Bado tunataka kushinda, hatujaacha, yani tunataka, unaelewa? Sasa anajaribu kutupatia nafasi tuendelee kufanya nini? Matengenezo, hatimaye tufikie ukamilifu katika Kristo. Sasa tofauti na hivyo, hatuna faida kwa Mungu. Tuna faida gani? Mtu ambaye mwishoni kabisa, hatima yake hawezi kutubu, na yeye mwenyewe anasema hivi, anafanya mambo ya gizani na anasema yuko nuruni na yuko na uhakika, na hata akiletewa nuru hawezi kuiheshimu wala kuithamini wala kuona kwamba ni njema. Huyo na faida gani? Huyo na yule aliyekufa, yule aliyekufa ana nafuu. Sisema wako sawa. Kwa nini ana nafuu? Kwa maana huyu ameshakuwa ni upanga mkali kwenye mikono ya Shetani kuwaleta na wengine kwenye hapo walipo yeye. Maandiko anasema hivyo. Na sisi ambao sisi tunasali, tukijaka kuwa upanga, tunakuwa ni upanga, sio umenolewa kwa tupa. Ni upanga hasa, ni radi kulalua mioyo ya wanadamu, roho zingine zipate kuwa zaidi ya sisi wenyewe tulivyo, kama Yesu alivyowaambia wale Wayahudi. Wayahudi walikuwa wamegeuka kuwa nini? Wanazunguka nchi kavu na baharini kutafuta nini? Waongofu. Wakishaongoka, wakishawapata huyu tu, wakimpata wanaridhika. Maandiko yanasema mtu mwovu halali mpaka amepata nini? Mawindo. Halali. Sasa wewe unafikiri mtu yuko kwenye Uislamu, unafikiri hivi yuko kwenye Uislamu kwa sababu anaujua Uislamu? No. Ukiacha unashughulikiwa. Ukiacha kusilimu unashughulikiwa. Wewe unaikana imani ya Kiislamu ya kibabe, unashughulikiwa. Unaelewa? Kwa hiyo mtu mmoja anawindwa, anatafuta huku na huku mpaka awe nani? Kafiri kabisa. Akishakuwa kafiri, akishakuwa mwongofu, anafanywa kuwa kafiri kuliko makafiri wenyewe. Bora waliolala mauti, bora waovu waliokufa. Sasa vile ambavyo sisi tumeshindwa kwenye akili zetu kushughulika na tatizo la mtu ambaye ameiba simu ya mhudumu hospitali, ndivyo hivyo Mungu anajaribu mpaka anauliza, ni nini ambacho sijafanya natakiwa nifanye ndio unikubali, ndio uweze kugeuka? Nira ya Shetani ni ngumu sana. Kimsingi, kwa utangulizi tunaweza kuelewa sasa kwamba ufalme wa mbinguni sio kitu kingine cha ajabu ajabu. Unajua mambo ya mbinguni yakiingia kwenye akili ambayo bado haijaongoka, huwa ni vitu ni imaginary tu, vitu vya kuimagine tu ambavyo ni vitu vya ajabu ajabu. Unaelewa? Haviwezi kuletwa kwenye uhalisia wa conscience ya mtu akaelewa kwamba kumbe hiki ni hiki. Vitu ambavyo hata ni virahisi tu vinafanywa kuwa vigumu. Ukitaka kuelewa hiyo, mtu akizungumzia tu uweza wa Yesu. Yesu alisema hivi, anayeniamini mimi atafanya na kazi kubwa hata kuliko hizi ninazozifanya, si ndio? Ukizungumza hivyo, akili ya mtu inaelewa nini? Miujiza ya ajabu ajabu mikubwa ndio kazi ambazo Yesu anasema anayatazifanya na kubwa kuliko hizo. Miujiza ya ajabu ajabu. Si ndio? Kwa hiyo mambo ya duniani ya mbinguni hayatambulikani na akili ya asili, roho ya asili ambao kupenda dhambi bado ndio mzizi ndio base ya hiyo roho. Kwa hivyo katika mwisho wa somo hili, hiki ni kipengele kidogo tu cha mwanzo, utangulizi, lakini mwendelezo mbele ya somo hili, hatimaye tutapata kuelewa jinsi ambavyo ufalme wa mbinguni unapatikana na jinsi ufalme wa duniani ulivyo, na ufalme wa mbinguni uko duniani ama haupo, na kama upo ulikuwepo lini, na kama upo mbona Mungu anasema basi ni kama mbingu na nchi vilivyo tofauti,
Na kama haupo, Yesu anapokuja duniani anakuja kufanyaje sasa mara ya pili kama ufalme wa mbinguni haupo? Hayo yote Bwana atusaidie kutufundisha. Ndio sisi sio kwamba tutajifunza kwa uhakika hapa, sisi tunahakikishiana, hapana. Tuna request mbele zake, tunaomba kwamba aweze kutufundisha na kutufunulia kadri tunavyoendelea mbele, na Bwana awabariki. Karibuni mwenye swali. Maswali, umepata swali mama? Hapana. Mzee, pata swali? Okay. Basi tuombe sasa, ndio muda wetu umeenda, tuweze kuomba. Una swali? Okay, sawa. Basi sijasikia vizuri. Kwa ile mwanamke yeye akawa watu wale wamefurahia, wamekuja kwa wingi wakimsindikiza kwa Yesu ili wapate kufanyiwa haki. Lakini wakati walipoenda wakajiona Yesu alipoweka nini yake chini, kuandika chini, wakaanza kuona makosa yao. Bila walianza kuona makosa yao, nao wakajipata kila mmoja anaenda kando kando, kwa sababu ya makosa yao yaliwachoma ndani ya mioyo yao. Kwa hiyo hata na sisi pia tunafaa tuangalie makosa yetu. Tukienda kustaki ama kuenda kufanyia tukihitaji haki, tuwe tumejiochi ndani ya roho zetu kwamba vile tunamfanyia mwenzetu hivi ni vizuri. Basi ndio tunaanza kukata uamuzi. Asante. By the way, by ending up tunaona kwamba katika